Najua utakuwa unajiuliza mimi ni nani. Lakini muda hautoshi kujielezea kwa sasa. Unachotakiwa kujua, huu ndio wakati sahihi wa kulipa kile ulichokifanya. Wewe nani? Buga bwana hii. Shikamoo. Marahaba, jambo. Niambie shoga yangu. Safi, za kwako? Salama mzima. Mzima. Shemeji ya jambo. Bibi jinga ina maufikili, mali yako inaliwa, mali yako. Nini nawe bwana? Unachodishikashika kitu gani? Nisiimbe mtoto wa kikemie, nisicheke, niache nicheke nenepe babu. Nikonde nina mume, na sipendi kulia kizani nikamwogopa jilani upo. Hilo litakuchwea mtoto wa kike. Hebu lamba uko cheza. Cheza basi na wewe. Mbona uchezi? Uyo unayemuona rafiki kwako, kumbe ni mnafiki. Rafiki yako anakwenda naye mumeo. Sijui unalielewa hilo? Mume anachukuliwa, wewe unacheka naye. Unaocheka naye ndiye unayekula naye. Wanakula chungu kimoja, wanapika pamoja. Sufuria moja, bakuli moja, mwiko mmoja. Pakua tule babuwe. Kumbe shoga yangu. Shoga mnafiki na usu. Hilo! Shoga yangu, nilikuwepo. Sio hilo tu. Tuna mengi tunayajua. Kwa vile uishi vizuri na watu, ndo maana yanakupita. Alako ilo kasio lako la jinali yako. Mbona mjini kuna mambo? Jamani, hivyo kalala nani? Kalala ni kalala kopa. She didn't make me see it. Yo, madam. Yeah, bro. Kwaje? What's up? Good, yeah? Hi. Such a pressure. Samani. Kwani hujui Kiswahili? Una elimu gani? Darasa 5B. Oh my god. Guys. Ana elimu ya 5B. Chris. What's this? Stupid. Nini kinaendelea hapa? Chris, umeenda kunizailisha? Tuondoke nyumbani. Chris, serious? Na 5B. My brother. Tabia, kuna kitu kimetokea leo asubuhi sijakielewa. Mlikuwa mnacheza karata. Akatokea vuvuzela. Mada zikabadilika. Ni kitu gani kinaendelea ambacho mimi sikijui? Mbona kama sijaelewa unamaanisha nini? Namaanisha taalamu. Zina ukweli au la? Ngoja nikwambie wifi yangu. Zile ni nyimbo tu kama nyimbo zingine. Hazikuwa zinamaanisha kitu chochote. Mkono mtupu wa ulambwi. Niambie wifi yangu. Una kifua?
Sikitu. Naomba uniache. Lakini nahitaji nikusindikize. Nimekwambia nataka kusindikizwa au shobo? Wa vipi beach boy? Safi. Naona unatanua tu na masista watu hapa kitaa. Au ndo unavimba na chuma lako ile. Si ndio? Nachukua baridi mwenyewe. Oa. Mimi nimemind, unajua zile. Sasa sikia. Kichonileta hapa nikupa onyo tu. Last warning. Yeah. Kuanzia leo ya. Ukitoa kola zako sitaki nikuone kitaa. Na sio kitaa tu. Yaani kiomboi sitaki kukuona. Sasa mimi kosa langu nini hapo? Alafu pia na kama kunikataza kuja nyumbani kwenu, waitakiwa nikataza wazazi wako na sio wewe. Unalopoka tu. Ya unababwaja kana kama unaongea sikitu, si ndio? Unaliona hili? Shika ndo mabepa kichwa. Nitakukinda. Acha bwana. Acha. Unajua huu ni muda sasa wa kuelekea nyumbani. Kwa hiyo kesho. Yaani kila ukifika muda huu unauchukia kweli? Unalijali jana mke lako kuliko hata mimi leo lala. Nisikilize, usifanye hivyo. Mimi nikuahidi. Acha leo nikaeke mambo sawa. Alafu kesho nakuja kulala. Tunalala mpaka asubuhi. Na ukinidanganya nitakununia, wallahi hutaamini. Sikudanganyi, tupinge. Fungua mlango. Wewe si ndio mwizi au umeza watu wewe? Toka nje nikuoneshe. Unakimbia nini? Unakimbia nini? Na unaweza kutengeneza umeza watu? Fisadi mkubwa wewe. Mchawi mzoefu wewe. Toka kule. Yaani unaniambia rafiki. Kumbe mnafiki mkubwa wewe. Tena unaharibu. Naye mwanaume mzima nini? Unashusha heshima yako, unashusha heshima yangu. Unaniharibia blandi na unaharibu blandi yako. Acha bwana. Blandi gani na wewe? Blandi gani unazosema hapa? Muangalie kwa vinda vyake imemtunuka kama chanuo bovu. No, una haya wewe. Kitambo tunakijua ni umalaya tu. Unaweza nini? Sasa nisikize nikwambie, mimi akili zangu hazipo sawa kabisa. Na nitakuonesha kwa nini nilikata tumisamba. Unijui. Nani ukazungumzia na nani? Fungua mlango wewe. Nakwambia niache. Majirani. Nimeumania. Nenda mwana kwenda, nenda. Mwanamke yenyewe ukikaa umekaa kaa gogo, nenda. Hey, eti kama gogo. Kama ningekuwa kama gogo mamako asingetapeli watu na za michezo kuja kunitolea mahali kunioa. Si unanielewa? No, mwangalie mindevu yake. Kazi umalaya tu ndo unachokiweza wewe. Sasa nakwambia hivi kwa taarifa yako hapo unavyoniona nataka talaka yangu. Huwezi kunipa talaka yangu utaniletea nyumbani. Umeshinda kuniletea nyumbani, fungia mandazi unywe chai. La, muone kwanza. Mtu mwenye shughuli hauna, mechi huiwezi. La, nilikuwa nakuvumilia. Wewe usinitukane. Usinitukane. Waone nani? Kitu gani? Umbea tu. Muone una mzee mzima. La, una haya wewe. Masikio walu kabendela kuzimu. Wa mtoto koma. Ukomae. Ushike mimba ukazae. Umeongea wewe, umeona nimekunyamazia kimya, ukaamua unichokonoe. Wewe, nani anaokuhitaji hapa? Kwenda zako na mima chako kaa vidonda. Fankulu we. Toka! Naenda bibi we. Kwetu sijaua. Nimekuja hapa kwa shangwe na ondoka na vigelegele. Hapa tumekula sana. Wakili Johnson Raphael. Wewe ni nani?
Na kwa nini umenikamata? Nimekukamata kwa sababu kuna kitu nahitaji kutoka kwako. Nahitaji faili la mwaka 2021. Faili ambalo linaonyesha kufilisika kwa kampuni. Na imani utanisaidia. Hata sielewi unazungumzia nini. Ushakufahamu sisi tunafahamu mengi sana kuhusu wewe. Sasa kama utakataa kutuletea faili, jua tu kwamba familia yako itakuwa hatarini sana. Watu wangu wanachokisubiri ni amri yangu tu. Nikitoa amri basi familia yako yote itauawa. So, nakupa masaa 24. Uwe tayari umeshaniletea hilo faili. Otherwise, sitakuwa na msamaha na wewe. Mtoeni hapo ndani. Alafu hakikisheni mnaenda kumtupa nje ya mji. Na sijue ni wapi alikuwepo. Tumeelewana? Mimi ninavyojua mambo ya talaka ni baina ya mke na mume. Sasa mimi nahusikaje hapo? Ndugu yangu wewe unahusika. Kwa sababu wewe ulihusika kupeleka barua wakati mimi nataka kuoa. Hivyo unahusika tena kuipeleka talaka. Tulia. Sasa umenifurahisha, umeupiga mwingi. Yaani hapo kwenye kuupiga mwingi ndio maana sitaki kule wanione. Si unajua kule ukweni. Kwa mimi nikionekana ni shida na nimeshaharibu. Umesikia? Wewe unajua kabisa hamna kitu cha bure, you know? Sababisha sasa pale kwa mashula nini? Mimi ninyobia bila kikomo. Jambo liishi. Usijali. Limesha. Mzee. Mbona unaondoka bila karatasi ya talaka? Nilisahau na sababisha maliza. Mume wangu. Mbona hutaki kusema kitu gani ambacho kinatufanya tuondoke hivi haraka haraka? Hata majirani hatujaaga kweli mume wangu. Nimekwambia kusanya vitu vyote, peleka kwenye gari haraka sana na usiniulize maswali. Na afanya haya yote kwa sababu ya usalama wenu. Na pia usisahau vitu vya mtoto kwa ajili ya michezo. Kama kuna tatizo, kwa nini usiwashirikishe polisi? Halo? Unadhani unaweza kutukimbia? Natizama kila kitu kinachoendelea hapo kwako. Wala usijisumbue kutaka kuondoka kwa sababu utaiponza familia yako. Hakikisha unamaliza majukumu ambayo umepatiwa kwanza. Sogea kwa mbele, utaiona gari nyeusi. Alafu utaona mkono umetoka nje. Wewe sogea mpaka hapo. Yes. Alafu hakikisha unapokata simu unaizima kabisa.
Tulia. Ya. Nashukuru sana kwa msaada wako. Hii sijafanya kwa ajili yako. Alinibia wallet yangu huyu jamaa. Hivyo nilikuwa namtafuta muda mrefu. Oh. Niko na gari. Naweza nikakusaidia kumpeleka kituoni. Unadhani tukimpeleka kituoni nitapata wallet yangu? Kwa kuwa wewe umeshapata ulichokuwa unakitafuta, ni vyema ungeenda. Mimi nitamalizana naye. Hello, habari. Jina langu naitwa Cramvevo. Mimi ni muuzaji wa simu na duka langu liko pale Kariakoo China Plaza, floor namba 2. Ukifika tu ulizia naenda Kariakoo Mobile au naenda dukani kwa Cramvevo. Tunauza simu za aina zote. Kwa hiyo ningependa ndugu, jamaa na marafiki wote ambao mnanisapoti mje kunisapoti pale Kariakoo kuweza kuchukua simu yako kwa bei nafuu zaidi. Na bei ambazo sisi tunauza utazunguka Dar es Salaam nzima, Tanzania nzima huwezi kupata. Tunawarantia miaka 2 pindi unaponunua simu kutoka kwetu. Karibu, tunauza simu za aina zote Kariakoo Mobile.